Ni ngumu bodi ya ligi na kufanya kile ambacho Young Africans wanakihitaji au TFF, kwa sababu kwenye vitu ambavyo Yanga wameviainisha ni ngumu kwa bodi ya ligi na TFF kutekeleza. Kwa mfano, wanataka bodi ya kamati ya masaa 72 yote ivunjwe, kitu ambacho hakiwezekani. Wanataka katibu mkuu wa TFF ajiuzuru, aondoke kwenye nafasi yake, kitu ambacho hakiwezekani. Lakini pia unajiuliza, wanataka katibu wa TFF ajiuzuru kwa sababu gani? Anahusikaje kwenye uendeshaji wa ligi wakati ni katibu mkuu wa TFF? Hilo ni swala lingine ambalo Yanga wanalihitaji. Wanataka bodi ya ligi kiwe chombo huru, kisiwe chini ya TFF, kitu ambacho ni kigumu kufanyika kwa sababu ni mchakato, yani haiwezi kuamka watu wakaamka tu leo wakatekeleza, ni ngumu. Ni lazima ichukue muda kubadili hiyo bodi ya ligi iwe huru. Na of course mpaka sasa tunajua bodi ya ligi ni huru, lakini kuna vitu ambavyo hawawezi kwenda kufanya maamuzi na maamuzi yake huwa atafanya na TFF. Kwa mfano, kwenye swala labda la mikataba, labda ya haki za matangazo ambayo inahusu ligi kuu au mikataba yoyote ambayo inahusu ligi kuu, chombo hakina uwezo wa kufanya maamuzi. Itabidi washirikiane na TFF kuhakikisha kwamba mikataba inasainiwa, maana yake hakina mamlaka kwenda kusaini mikataba ya aina hiyo, pamoja na kwamba ndio chombo ambacho kinasimamia ligi kuu. Sasa ili uweze kubadili kutoka kwenye mfumo wa aina hiyo uje kwenye mfumo mwingine, inahitaji muda, ni process. Sio kwamba itafanyika tu hapo na kupatiwa na kujiendesha chenyewe. Ni swala ambalo linahitaji muda mrefu. Lakini pia wanataka katibu wa TFF wa bodi ya ligi ajiuzuru. Maana yake wanataka makatibu wawili. Wanataka katibu wa bodi ya ligi ajiuzuru, lakini pia wanataka katibu wa TFF pia ajiuzuru. Sasa unajiuliza, makatibu kazi yao ni nini? Makatibu mara nyingi kazi yao ni kuendesha au ni kusimamia shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa ndani ya shirikisho, lakini pia ndani ya bodi ya ligi. Wananchi hawahusiki moja kwa moja kwenye maamuzi ambayo yanafanyika uwanjani, lakini pia kwenye usimamizi labda wa sheria na kanuni. Hivi vitu vinasimamiwa chini ya kamati za sheria, lakini pia kuna kamati ile ya masaa 72 kwenye swala la uendeshaji wa ligi. Maana yake kamati ya masaa 72 ndio ambayo inaendesha ligi moja kwa moja. Kwa hiyo kama Yanga wangekaa na kulalamikia kamati ya masaa 72 na kutaka kamati ya masaa 72 pekee ivunjwe, ningewaelewa, kwa sababu ndio kamati ambayo inasimamia ligi. Maana yake inawezekana kuna maamuzi ambayo wanayafanya wao kama bodi na Young Africans hawakubaliani nayo. Sasa kama Young Africans hawakubaliani nayo, maana yake wanaweza kushinikiza hiyo kamati ivunjwe. Lakini pia hizi kamati zote hizi ambazo tunazungumza au watu wote ambao Yanga wanataka waondolewe, ili waweze kuondolewa sio kusikilizwa klabu moja, inabidi zisikilizwe klabu zote ambazo zinashiriki mashindano mbalimbali ambayo yako chini ya TFF, lakini pia na yale ambayo yako chini ya bodi ya ligi. Haiwezekani hizo bodi zote au watu wote wakaondolewa kwa sababu tete klabu moja inataka. Haiwezekani ikafanyika hivyo. Yaani mpira haupo hivyo. Mpira uko kwenye misingi una misingi na taratibu zake. Maana yake ili bodi ya ligi iweze kuvunjwa, ni lazima vilabu vyote viweze kupiga kura ya kutokubali namna ambavyo ligi inaendeshwa. Maana yake wao vilabu vingi vipige kura ya kutokuwa na imani na bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 kwa ujumla. Yaani kwa maana bodi ya ligi na kamati yake wapige kura ya kwamba hawana imani na hivyo vyombo viwili. Wakipiga kura kwamba hawana imani, kweli zinaweza zikavunjwa, lakini haziwezi vikavunjwa kwa kusikiza tu klabu moja eti nataka kamati ivunjwe basi na wakubali ivunjwe. Ni kitu ambacho ni kigumu na hakiwezi kutokea kirahisi kama ambavyo watu wengi wanafikiria. Lakini pia katibu wa TFF ni mtu ambaye anadili sana na masuala ya TFF. Sehemu pekee ambayo labda anaweza kuwapia labda ni kwenye kombe la FA. Wananchi huko pia Yanga hawapalalamiki, lakini pia tunataka kujua source, kwa nini Yanga wanataka hizo kamati zote zivunjwe. Au watu wote wanataka iko. Kwanza, kwa nini Yanga wanataka kamati ya masaa 72 ivunjwe? Ni kwamba kweli hiyo kamati inaonea Yanga kwa kiasi hicho? Kwangu mimi hapana. Hii kamati haiwaonei Yanga kwa kiasi hicho, kwa sababu ni kamati huru, ni kamati ambayo inafanya maamuzi yake, na tunaona adhabu zake huwa wanatoa kila wakati ambapo inatokea sintofahamu. Kila wakati wanatoa adhabu. Lakini pia CEO wa bodi ya ligi, kwa maana katibu wa bodi ya ligi Almas Kasongo, ni mtu ambaye amekuwa na uadilifu wa hali ya juu sana. Sijawahi kunotice kama kuna sehemu ambapo amewahi kuvikosea vilabu. Ni mtu ambaye mara nyingi anasimama kwenye kuhakikisha kwamba bodi ya ligi inaendeshwa vizuri na kila kitu kinaenda sawa. Maana yake inabidi Yanga atuambie kwa nini wanataka Almas Kasongo aondolewe kwenye bodi, aondoke pale. Lakini pia Yanga atuambie Fred Kidau anaingiaje hapo na kwa nini hawamtaki, watuambie kwenye hilo swala. Lakini pia watuambie ni kwa nini wanataka bodi ya ligi kiwe chombo huru kinachojitegemea, wakati miaka yote hiyo Yanga anapata mafanikio makubwa
bodi ya ligi ni hiyo hiyo ambayo inasimamia ligi na ndo watu ndio wale wale. Maana yake inawezekana kuna sehemu nyingine ambayo Yanga wao wanaitazama kama obstacle kwao, inabidi watuambie na sisi tuweze kuelewa ni nini ambacho wao wanakihitaji kama club. Lakini pia kuna kwenye vitu vyote ambavyo Yanga wanavilalamikia havina, yani ni vitu ambavyo havina hoja za msingi sana. Hizo kamati zote zikivunjwa, mwisho wa siku Yanga atanufaika nini? Na kwa nini wanashinikiza wao peke yao? Kwa nini vilabu vingine vyote vimeadhimia kwenda kusimamia kwenye hizo kanuni zote, kwenye hizo kamati zote? Kwa nini vilabu vimekubali kuendelea kushikana nazo? Kwa nini Yanga wenyewe hawataki? Kwa hiyo ukitazama vizuri hili swala ni kwamba kuna namna tu Yanga wameona kwamba wana uwezo wa kuipelekesha bodi ya ligi na TFF, lakini kwenye hoja ambazo Yanga wanazisimamia, by the way, zipo zingine sio hoja za msingi. Kwa hiyo kwa mimi ambacho nakiona kwenye hili swala, wao lipelekwe kwenye mamlaka husika, wakamechi ichezwe kama ilivyopangwa, alafu waende wakapoteze mchezo kwa kupokwa alama 3 uwanjani na wapokwe alama 15 kwenye msimamo wa ligi kuu. Hapo kwangu itakuwa ni jambo zuri, lakini viongozi wa bodi ya ligi wasijiuzuru. Na kama itatokea kuna kiongozi atajiuzuru kwa sababu ili tu mechi ya dabi ichezwe, maana hata vilabu vingine vina haki ya kwenda kulalamika na kugoma, kwa sababu bodi ya ligi au kiongozi yoyote hawezi kushinikizwa kugoma na klabu moja tu na watu wakatii, bali taratibu zote zinapaswa kufuatwa kama ambavyo inatakiwa taratibu zote ziweze kufuatwa. Kwangu hoja za Yanga bado hazina msingi unaojitosheleza. Yaani bado hazinipi mimi sababu ya kuamini kwamba wana vitu vya msingi ambavyo wanavilalamikia, kwa sababu kwenye hizo kamati zote au watu wote ambao wameyataja kwenye position zote, hakuna mtu ambaye anamgusa moja kwa moja. Mtu ambaye anagusa moja kwa moja ni bodi ya ligi. Onichi ni bodi ya ligi ama chini ya kamati ya masaa 72. Onichi kamati ya masaa 72 imekuwa ikitoa adhabu kila siku. Sasa kama kamati inatoa adhabu kila siku, nyinyi mnahitaji nini? Umenielewa vizuri? Kwa hiyo kuna kitu hakiko sawa. Inawezekana Yanga wana vitu vyao ambavyo hawataki kutuweka wazi, lakini ukweli ni kwamba Yanga wanakosea. Yaani kuna vitu wanapaswa kuviacha viwe chini ya bodi ya ligi na mamlaka husika za soka. Wanapaswa kukata alama 3 ili akili iwakae sawa, lakini viongozi wanaweza kujiuzulu, pengine tu ni swala kusubiri na kuona.